Ndugu waandishi wa habari, nyinyi nyote ni mashuhuda ya kile kilichozungumzwa jana pale na viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa nikiwemo mimi, ambapo baadaye tulipiga picha ya pamoja tukiwa tumeshikana mikono kuonyesha solidarity. Picha ile imetafsiriwa kwamba ni vyama 14 vya siasa, vyama 14 vya upinzani vimeungana pamoja kushiriki uchaguzi na kushirikiana katika uchaguzi wa mwaka 2025. Taarifa hii sio sahihi hata kidogo, kwa sababu chama cha wananchi CUF ni chama kikubwa, ni chama chenye structure inayoeleweka, ni chama kinachofanya mambo kwa utaratibu. Na jambo kama hili kubwa la kuunganisha vyama kuelekea uchaguzi mkuu haliwezi kupitishwa na kiongozi mmoja, linapitishwa na vikao vya chama ambavyo havijawahi kufanya hivyo. Hivyo baada ya taarifa zile kusikika, zimeleta taharuki kwa viongozi wa chama na wanachama wa chama chetu. Kwa hiyo nimelazimika kuwaita hapa ili kuweka sawa yale yaliyotokea jana, kwamba sio sahihi kwamba chama cha CUF kimeungana na vyama vingine kusimamisha mgombea mmoja na kumsapoti mgombea mwingine na kuachiana majimbo ili kuiondoa CCM madarakani. Msimamo wa chama chetu uko wazi kabisa. Uko wazi kwamba tutashiriki uchaguzi mkuu wa 2025, lakini hatutashirikiana na vyama vingine kwa sababu madhara yake tumeyaona mwaka 2015 pale tuliposhirikiana na tukaunda umoja wa UKAWA ambao ulikuwa ni utapeli mtupu, na chama chetu kilipata maumivu makubwa sana kutokana na hilo. Kwa hiyo hatuwezi kuingia kichwa katika jambo kubwa na nyeti kama hili. Hivyo nawaomba wanachama wa chama cha wananchi CUF kupuuza taarifa hiyo iliyotolewa na vyombo vya habari jana kuwa chama cha CUF tutaingia katika ushirikiano na vyama vya siasa. Naomba ipuuzwe. Taarifa ile sio sahihi na ni upotoshwaji wa taarifa ya chama. Chama cha wananchi CUF, sisi msimamo wetu uko bayana kwamba tutashiriki uchaguzi wa 2025 katika hali yoyote ile, huku tukiendelea kudai mabadiliko juu ya tume huru ya uchaguzi INEC. Tume hii sisi tunadai mabadiliko haya ni muda mrefu. Kuna reforms mbalimbali zimefanyika, lakini pia kuna reforms ambazo ni muhimu sana kwa uchaguzi wa mwaka huu wa 2025 kufanyika kabla hatujaingia kwenye uchaguzi wenyewe. Na tunaiomba serikali iweze kufanya mabadiliko ya maboresho ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi ili kuondoa shaka kwamba tume hii itakuwa haitendi haki. Kwa sababu tumeita ni tume huru ya uchaguzi, ni lazima iwe huru kwa maana ya uhuru kweli kweli. Na minimum reforms ambazo tunaziomba serikali izifanye ni kwamba tume kutokuwa na makada wa CCM ndani yake. Kama ilivyo sasa, makamishna wa tume ni makada wa muda mrefu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunaiomba serikali ifanye mabadiliko hayo. Kuna kisingizio kwamba rais anapoteua tume ile au makamishna wale haruhusiwi kuwatoa
makamishna wale, lakini kwa nia njema ya ustawi na amani ya taifa letu. Hapa ni nia njema tu ya kisiasa, political will inatakiwa kufanyika kwa Mheshimiwa Rais. Anaweza akawaomba wajiuzulu au atafutie kazi zingine ili kuleta na kujenga imani ya Watanzania katika kuendea uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Vile vile tunaomba tume kutokuajiri makada wa CCM kuwa watumishi wa tume hii wakati wa uchaguzi, kama vile wakurugenzi. Maana sheria imesema uchaguzi huu wakurugenzi hawatakuwa wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo, lakini pia sheria hii haijamtaja mkurugenzi wa halmashauri moja kwa moja. Imewataja kwamba wasimamizi wa uchaguzi watakuwa watumishi wa umma na mkurugenzi ni mtumishi wa umma. Kwa hiyo sheria ilipaswa iseme kabisa kwamba watu hawa kama madedi wa kurugenzi wa halmashauri za wilaya, madasi ambao ni maafisa tawala wa wilaya, hawa ni wasimamizi hawa ni viongozi na watumishi wa umma, lakini watu hawa ni makada wa Chama cha Mapinduzi na wanateuliwa kutoka kwenye chama, wanaenda huko. Orodha yao tunayo, tunafahamu hali kama hiyo. Sasa kuwaweka watu kama hawa watavuruga uchaguzi na hawatatenda haki. Ndugu waandishi wa habari, makamishna pia wasiteuliwe na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makamishna wa Tume Huru ya Uchaguzi wasiteuliwe na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa Mheshimiwa Rais na yeye ni mgombea katika wagombea wanaowania kuchaguliwa kwa tiketi ya chama chake. Sasa haiwezekani mshindani wako ndio anakuteulia refa. Obvious, katika akili ya kawaida hawezi kutenda haki. Huyu refa hawezi kutenda haki aliyeteuliwa na mpinzani wako. Kwa hiyo tunaomba serikali iangalie nia njema hii ya kuliponya taifa, ili taifa liingie kwenye uchaguzi likiwa salama na tumalize salama, na yule atakayechaguliwa, kwa sababu mamlaka ya viongozi wa taifa hili yanawekwa na wananchi wenyewe. Wananchi watakapoamua kumchagua mtu anayemtaka na akashinda kwa kura, sisi sote tutakubaliana na ushindi wa mgombea huyo, lakini kwa mazingira haya niliyosema kwamba yakiwekwa sawa. Ndugu waandishi wa habari, nilitaka tu nitoe ufafanuzi huo mfupi kutokana na hilo la jana na kukanusha vikali upotoshwaji uliofanywa katika kikao cha jana kwamba CUF wamekubaliana kuungana na vyama vingine. Hili sio kweli na ninaomba nisisitize. Naomba nichukue fursa hii pia kuwaomba wanachama wote wa Chama cha Wananchi CUF popote pale walipo katika Tanzania hii, wenye nia ya kushiriki kugombea uongozi wa udiwani katika kata na ubunge katika jimbo na uraisi katika taifa, waendelee kufanya hivyo na kujitokeza na kuonyesha nia zao, na wakati ukifika wachukue fomu na kuzirudisha fomu katika chama chetu. Chama chetu hakina mizengwe, chama chetu utaratibu wake unaeleweka, na ni chama ambacho tuna uhakika kwamba sisi tunakemea na tunapiga vita vitendo vya unyanyasaji, vitendo vya dharau, vya kumkejeli mgombea yoyote kutokana na hali na uwezo wake, na chama cha CUF kamwe hakitaruhusu mgombea ambaye atatumia fedha kwa ajili ya kupata uongozi. Na hili tutakuwa wakali na tutalichukulia hatua mara moja kabisa.
Naomba baada ya kusema haya mimi niweze kuishia hapa.